Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, Biblia inasema hivi: kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huishinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu hiyo imani. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huishinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu hiyo imani yetu. Bwana alibariki neno lake. Ni somo ambalo ni mwendelezo wa somo lililoanza Jumapili linalosema ufanye nini imani yako inapokuwa dhaifu na ushindi kupotea. Ufanye nini imani yako inapokuwa dhaifu na ushindi kupotea. Ufanye nini imani yako inapokuwa dhaifu na ushindi kupotea. Nilianza kuzungumza juu ya mstari huu kwa kukukumbusha au kukupa hakikisho la kile ambacho Mungu anafanya kwa mtu ambaye amemwamini yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hii ni ahadi na iko kwenye uhalisia kwamba kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Sisi tumezaliwa na Mungu kwa njia ya Roho. Biblia inasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kwa hiyo unaona kuna ahadi hapa, maadamu umezaliwa mara ya pili, umeokoka, umeingizwa katika familia ya Mungu. Sio tu kwamba umeokoka, lakini unaingizwa moja kwa moja katika vifungo vya ushindi. Moja kwa moja kuna ahadi ya kushinda. Sasa ile maana kushinda, maana yake kuna mashindano. Maisha ni mashindano, life ni mashindano, kama ambavyo life pia inaweza ikawa ni mbio. Sasa katika mambo yote hayo yanahitaji kanuni ili upate kujua na kufahamu ya kwamba wewe ni mshindi katika mashindano yoyote. Haijalishi kuna upinzani, haijalishi kuna vikwazo, haijalishi kuna vizuizi, wewe tayari ni mshindi. Hicho kitu kama hautakikubali, hautakichukua ndani ya moyo wako, utakuwa unapigana vita vya kubatisha, ukifikiria kwamba tunapigana ili tushinde. Tunapigana ili kuendeleza ushindi ambao Yesu alishaufanya kwa ajili yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ziko kweli ambazo ulizijua katika Biblia zitakusaidia katika vita vya ndani kwa ndani wewe mwenyewe. Sasa hapa tunasoma ya kwamba kila kilichozaliwa na Mungu, hii haimaanishi ni mfupi, hii haimaanishi ni mweupe, hii haimaanishi ni mzungu, hii haimaanishi ni Mwafrika. Kila kitu, kila mtu maadamu amezaliwa mara ya pili, tayari ana mbegu ndani yake ya ushindi katika mashindano yoyote, katika vita vyovyote, katika vipingamizi vyovyote. Ndani Mungu anamuona kama mshindi. Haijalishi anajionaje, lakini mbinguni na kuzimu wanajua yeye ni mshindi. Shida ni kutokujua, shida ni kutokujifahamu. Ndio maana mtu anayumbishwa huku na huku wakati yeye tayari ni mshindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hii ahadi ya ushindi, maadamu umezaliwa mara ya pili, iko kwa ajili ya wote ambao wamempokea Yesu na kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake,
ahadi hii ni yetu, ambayo inapaswa uchukue. Hii Biblia haijisomi, wewe ndio unapaswa usome. Hii Biblia haijitendi, wewe ndio unapaswa uchukue na kuitenda. Kwa hiyo ukichukua kama neno lako, ukalibana kwenye mawazo yako, kwenye moyo wako na maisha yako, utaanza kushangaa unapangua vita moja baada ya nyingine kwa mwendelezo wa ushindi ambao Yesu alianzisha pale msalabani. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo hii itakuingiza kila wakati katika mtazamo wa ushindi. Unajua hata wanafunzi kama anakwenda kufanya mtihani hana uhakika wa ushindi, huo mtihani atafeli. Kwa sababu ushindi unatakiwa ujengewe ndani ya kwamba nakwenda kufanya hichi lakini nakwenda kushinda, nakwenda kupambana hichi lakini nakwenda kushinda. Kitu ambacho anatakiwa awe nacho, haijalishi adui ana sifa gani, haijalishi adui ana muda gani katika masuala ya mapambano, lakini wewe kwa kujificha kwenye imani ndani ya Kristo, wewe ni mshindi, tena zaidi ya ushindi. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo siku zote hatujisifu sisi, hatujipiganie sisi, tunajificha katika kila ambacho Yesu alifanya kwa ajili yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana anasema kila kilichozaliwa na Mungu kina ushinda. Kama Mungu ni mshindi, na hata kilichozaliwa na yeye na chenye ni kishindi. Kwa sababu gani? Kina mbegu ya ushindi ambao ni Mungu. Kwa hiyo hivyo vitu lazima ujue, na nikasema mistari miwili pale inayosema huku ndiko kushinda, kushindako. Unaona ushindi umeambaliwa mara mbili, na nikasema hii mistari ya Biblia Amplified Bible imetofautisha kushinda na kushindako ulimwengu. Ya kwanza imetafsirika kama victorious, ule ushindi wa kwanza kama victorious. Ni kama vile ulikuwa unashindana ukapata ushindi. Timu ilikuwa inashindana ikapata kuchukua kombe, ikashinda, wakafurahi. Umepambana mara moja, umeshinda, ushindi umekuwa wako, tayari unashangilia. Huo ndio ushindi wa kwanza. Lakini ushindi wa pili wa kushindako anamaanisha juu ya overcome. Manake huyu ni mtu anayeshinda na zaidi ya kushinda. Manake anakuwa na consistency, anakuwa na mwendelezo wa ushindi katika maisha yake, na ndio zawadi na neema ambayo Mungu ametupa sisi kama washindi. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo haitoshi kwamba tunashinda mara moja, tunaendelea kushinda na kushinda na kushinda na kushinda. Sio kwamba adui atakuja, lakini tunaendeleza ushindi ambao uko ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hii kila kizuizi kinachokuja unavuka. Itakuja shida hii unavuka. Itakuja tatizo hili unavuka. Adui atajipanga na mapepo yake na wachawi wake kupambana na wewe. Ahadi ya Mungu ni kwamba sisi ni washindi. Shida ni kutokujua ya kwamba mapambano yoyote ambayo tunapambana nayo iko ahadi ya ushindi. Sasa unapaswa uchukue wewe, uanze kutembea kwenye hilo, utashangaa moja baada ya jingine unapangua. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Sasa huku ndio kushinda kwa ulimwengu, hiyo imani. Sema imani. Sema imani. Sema imani. Sema imani. Mungu hakupi tu ahadi ya kile anachotaka kifanyike, anakupa pia na kitendea kazi cha kutendea kazi hicho anataka ukifanye kwa namna unayopaswa kufanya. Mungu anaweza kuambia fagia, hajakupa mfagio. Mungu anaweza kuambia wewe ni mshindi, hajakupa kitendea kazi cha ushindi. Mungu anaweza kuambia andika, hajakupa mkono wa kuandikia. Kwa hiyo kila kitu ambacho Mungu anakupa, taski yoyote Mungu anakupa na kitendea kazi cha kufanya hiyo kazi. Sasa katika kukusaidia kwenye ushindi, unaona kitendea kazi cha ushindi ni imani. Sema imani. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena.
na nilizungumza juu ya imani. Sipendi kurudia kwa sababu nitakuwa narudia somo lile tena mara ya pili na sitakwenda huko. Nikakwambia maana ya imani kama chombo cha kutendea kazi na kutimiza makusudi ya Mungu. Una imani, una ushindi. Na hii ni zaidi ya kusema kwamba mimi namwamini Mungu, ni zaidi. Ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kurudi kwenye notes za nyuma za Jumapili, niliachilia hicho kitu na sipendi kurudia huko. Nikaanza kuzungumza ufanye nini sasa, kwa sababu imani inapokuwa dhaifu, sema imani dhaifu. Uzuri wa Biblia imeeleza kila kitu, kila tatizo la mtu liko kwenye Biblia na kila jibu la mtu liko kwenye Biblia. Sasa kama imani inakuwa dhaifu, huwa na uhakika na ushindi pia utakuwa hafifu. Na kutokana na changamoto ambazo wanadamu wanapitia, vikwazo hapa na pale, vizuizi hapa na pale, inafikia hatua mtu leo yuko vizuri, kesho anashuka. Mtu leo ana imani, kesho anajaa hofu. Mtu leo anaimarika kumtafuta Mungu, kesho anapotea kabisa. Maisha ya mtu yanakuwa ni ya kupanda na kushuka kiimani. Amekaza kabisa kwamba leo namwamini Mungu mpaka ile matokeo. Anaomba, akiona imechelewa anaachana nayo, anatafuta. Sasa kama maisha ya mtu yanayumba namna hiyo, huwa ina uhakika na ushindi hauwezi kupatikana kwa mtu. Hawezi. Hata kama atasema ameokoka, hapati ushindi. Kwa sababu imani ndio inakupa kushinda. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Na nikazungumza tabia za imani zilivyo, ili upate kujua. Na sipendi kurudia. Nilianza kuzungumza issue ya ufanyeje. Leo umeamini, kesho unaacha. Leo unajitahidi kwenda mbele, kesho unakata tamaa. Leo unaomba kwa kung'ang'ana, unaona vitu havijakaa sawa, kesho unaacha. Leo ni wa moto kabisa, yaani unaona huyu wa moto, kesho unaacha. Haya ni maisha ambayo mtu anakutana nayo kwenye maisha yake ya kila siku, na hajui kwamba vita vya imani vinaitwa vita vya imani. Maana yake uhakika juu ya Mungu na ahadi zake. Unaposema vita vya imani, ni wewe kuwa na uhakika juu ya Mungu na kila ambacho anasema kwenye neno lake. Ndio maana imani sio kuamini dini. Imani haiko kwenye dini, kwa sababu shetani na dini ni mtu na ndugu yake. Nenda uangalie waliomsulubisha Yesu na nani? Sio dini. Nazungumzia neno la Mungu ambalo unaweka mizizi na misingi yako pale. Hilo ndio linalozungumza. Kwa hiyo unaposema imani ni kwa Mungu, na kwa Mungu kwa maana ya kwamba kwanza uamini tabia zake, ya kwamba ni mkweli, ni mwaminifu, anachosema anatekeleza. Ujipange na hilo kwanza ndani ya moyo, kwamba maadamu Mungu amesema huwa adanganyi. Akisema ameniponya, ni kweli ameniponya. Sasa sikiliza, kazi ya shetani siku zote katika vita vya imani ni kukuyumbisha, kukuonyesha kwamba Mungu hamaanishi alichosema. Hachezi na kitu kingine, yeye anacheza tu na zile ahadi ambazo Mungu ameahidi. Anakuonyesha kwamba hizi inawezekana zimekosewa, inawezekana Mungu amesahau, ama hizi hazifanyi kazi. Ndivyo alivyofanya wakati Mungu anamwambia Adamu na Hawa wasile matunda ya mti. Ndio pale alikuja kuhakikisha anamrudisha kwenye kile ambacho Mungu amesema. Hivyo ndio tunaita vita vya imani. Vita vya imani sio kama unachukua mapanga na mashuka na manini kwenda kupigana. Vita vya imani maana yake Ibilisi anataka akurudishe kuamini kile ambacho Mungu amesema.
na Mungu anataka kuaminishe kwamba mimi sio mtu hata niseme uongo. Ibilisi anachotaka kufanya, anataka utie shaka kwenye hali ya neno la Mungu. Ndio vita vinaanzia hapo. Atakwambia umeomba sana, umeona nini? Mbona umefunga? Mbona umetoa? Mbona umejitesa? Umepata nini? Unaona, anakuyumbisha kwa namna hiyo. Sasa na wewe usipokuwa na ahadi ya neno la Mungu linalobeba tabia za Mungu, ya kwamba Mungu ni mwaminifu, haijalishi leo hajanijibu, atanijibu kesho, haijalishi kesho hajanijibu, atanijibu kesho kutwa, haijalishi mwaka huu hajanijibu, mwaka kesho atanijibu. Usipokuwa na msimamo namna hiyo, baada ya muda utashangaa safari yako ya imani kwenda kwenye Kanaani yako imekata. Israeli hawakufika Kanaani si kwa sababu majitu yalikuwa na nguvu, no, kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na nilizungumza nikasema, Kanaani yetu ni ipi? Je, tuchukue mabegi, tuchukue baiskeli, tunakwenda Kanaani? Namuuliza hapa Yohana, unaenda Kanaani, amebeba mabegi pamoja na magodoro. Kanaani wapi? Mimi naenda Kanaani. Leo hii Kanaani yetu iko ndani ya neno la nani? La Mungu. Unasimamia ile neno mpaka linakufikisha mahali Mungu anataka ufike. Chapie Bwana Yesu makofi. Hiyo ndio Kanaani yetu, hilo ndio eneo letu. Sasa katika eneo la vita vya kiroho na vita vya kiimani, ni vita ambavyo akifanikiwa kukuyumbisha kwamba Mungu amaanishi anachosema, Mungu sio mkweli, mbona umeombewa sana, mbona umewekewa mikono sana, lakini hamna unachokifanya, hebu geukia upande mwingine. Ukishaingia kwenye mtego, uwe na uhakika hutaweza kuona ahadi ambayo Mungu ameahidi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vita vya imani ni vita vya neno. Mungu anataka ajiaminishe kwamba anachosema ni kweli. Shetani naye anakuja anamwambia, Mungu hamaanishi hicho. Mungu anamaanisha gani? Mungu hamaanishi. Mungu hayuko serious. Ndio alichomwambia Hawa kwamba alikwambiaje Mungu? Alianza kwanza kupata kile cha Mungu. Mungu aliniambia vile hamna kitu, alikuficha, alikudanganya. Ndio maana Ibilisi anaongeza ama kupunguza nini? Neno. Lengo kubwa usistiki kwenye ahadi ya imani. Na Biblia inasema hivi, kutokumwamini Mungu, Mungu anaita kumdharau. Ukishindwa kumwamini Mungu, Mungu anasema umemdharau. Kwa sababu yeye ndiye aliyewaambia waende pale kwenye nchi ya Kanaani. Yeye waliona matendo makuu, miujiza karibia 9 anaifanya katikati ya nchi ya Misri. Alafu wanatoka kwa ushindi mkuu. Alafu wameenda, wanafika, wanakutana na majitu, wanaanza kuogopa, wanaanza kuhofu, hata kule kukumbuka kwamba Mungu ndiye aliyewatoa, ameanzisha safari hiyo, anakwenda kukamilisha safari, hawakuwa nayo. Matokeo yake Mungu akasema, hawa watu watandharau mpaka lini? Kama mimi ni mwongo sasa. Mimi ni mwongo kwenye neno langu. Mimi ndio nimewatoa. Mimi ndio nimefanya ishara na ajabu. Mimi ndio nimemshughulikia Farao. Wameona kwa macho yao Farao akifutika baharini. Alafu leo wanakutana na majitu hapo, wanaona ni makubwa, yana uwezo katika leo, wanasema hatuendi. Akaanza kufuta mmoja baada ya mwingine, mpaka mwisho wakavuka Kalebu na nani? Na Joshua peke yake na watoto waliozaliwa njiani. Shida ni nini? Kutokumwamini. Na Ibilisi anajua ndio siri hapo ya ushindi. Anajua hapo ndio kuna siri. Anajua hapo ndio kuna ushindi. Imani inatupa fadhili kushinda. Tutashinda. Ibilisi analeta neno hili na sisi tunasema neno hili. Anasema utakufa, tunasema tutaishi. Anasema hautafanikiwa, tunasema tunafanikiwa katika mambo yote na kuwa na afya zetu. Hivyo vita Ibilisi hataki kusikia, kwa sababu vinamtoa kwenye reli. Anatoka, tunakwenda kwenye Kanaani yetu. Chapie Bwana Yesu wako. Kwa hiyo wakati unapokuwa na imani, maisha yako ya kupanda na kushuka kiimani yanapotea. Unakuwa umesimama kwenye ile ahadi ya Mungu. Unakuwa umesimama katika ile kweli ya Mungu. Haiangalii mazingira, inaangalia imani.
Na inapoangalia imani, inaangalia uaminifu wa Mungu na inaangalia na neno la Mungu alilosema. Usiseme unamwamini Mungu wakati huna neno. Unasimamia nini? Ndio maana yakija mapambano, vita vya imani ni vita vya maneno. Ndio maana Ibilisi alikuwa anakuja kwa Yesu anamwambia imeandikwa. Yesu naye alikuwa nyamaza, anamwambia neno kwa nini? Imeandikwa. Hasa katika mapambano imeandikwa, wewe huna muda. Wewe unachoamini tu unaamini Mungu yupo, Mungu yupo. Huna sehemu yote ya kushika. Neno la Mungu ni upanga mikononi mwako. Unaposema imeandikwa, inatoka kama mshale kwenda kumpiga adui. Unaposema imeandikwa hivi, ni silaha ya vita kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hiyo inaondoa maisha ya mashaka na wasiwasi na hofu na kutokujiamini. Wewe amini neno, wewe tumainia neno, tegemea neno la Mungu na neno lake. Hiyo ndio imani. Imani sio unasali kanisa fulani. Hakuna imani ya hivyo inamshia shetani. Kwa sababu tunaona hao wanaosali kwenye makanisa wanagaragazwa kila siku. Kila siku wanagongwa. Ni kwa sababu imani wameweka kwenye dini. Dini haikusaidii. Neno la Mungu la kweli ndio linakuweka huru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Usipo graduate kutoka kwenye mazingira ya dini kuingia kwenye mazingira ya neno, utashangaa kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Vita vya imani ndio Mkristo anapaswa kupigana peke yake, sio vita vya mwili. Bwana apewe sifa. Vita vya imani ndio vita peke yake ambavyo unapaswa kupigana. Ndio Biblia inaturuhusu tupigane vita vya imani. Manake adui ataleta neno lake, utalipa. Kwa nini? Huna maneno, ndugu yangu, utaangamishwa sana. Utakosa utulivu. Utakosa uhakika kwa sababu huna mausia. Utakosa silaha ya vita. Utakosa kinga dhidi ya shetani. Utakosa kinga. Maana Biblia inasema chepeo ya wokovu inazungumza na upanga wa Roho ambao ni unakosa. Na vile vita vitakuingia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilianza kuzungumza kwa kuambia unataka ushindi vita, lazima ujue vita vyote vinapigana. Lazima ujue. Moja, nikasema jijengee uhakika ndani yako ya kuwa wewe ni mshindi. Jijengee uhakika ndani yako ya kuwa wewe ni mshindi. Jijengee uhakika ndani yako ya kuwa wewe ni mshindi. Yaani adui asimbishe. Asikuimbishe hapo. Hata kama mazingira hayakai vizuri, wewe amini wewe mshindi. Kwa sababu yuko mtu aliyetushindia na sisi tuko ndani yake na yuko ndani yetu. Cha pili nikakwambia jizamishe mwenyewe kwenye ahadi za neno la Mungu. Jizamishe mwenyewe kwenye ahadi za neno la Mungu. Jizamishe mwenyewe kwenye ahadi ya Mungu. Usipigane vita vya hewani ambavyo huna ahadi ya Mungu. Kila changamoto unayopitia ina ahadi yake. Kwa hiyo jizamishe. Unataka kuona mabadiliko, unataka kuona vitu vimechange, jizamishe, tafuta ahadi ya neno la Mungu. Unaumwa, ahadi ya Mungu inasemaje? Ni maskini, ahadi ya Mungu inasemaje? Umeonewa, ahadi ya Mungu inasemaje? Wameinuka juu ya maisha yako, ahadi ya Mungu inasemaje? Wamekuzingira, ahadi ya Mungu inasemaje?
Kwa hiyo hii itakurudisha kwenye Biblia. Hii haikutoi nje ya Biblia, itakurudisha ili uende kwenye Biblia. Ukisema mimi nina dini wala mbinguni, uone kama shetani anaogopa, atakugundua na dini hiyo. Atakugundua tu. Shetani anashindwa kwa neno. Chochote unachopigania, unachopambana, iko ahadi ya Mungu. Iko. Wakati mmoja ndio nimeokoka. Nilianza kujiwazia, hivi Mungu yukoje? Ndio nimeokoka. Ni miaka mingi, karibia miaka mingi. Karibia miaka 28 iliyopita. Miaka 28 iliyopita. Tunasema Mungu yuko mahali pote. Nikaanza kujiwazia tu kwa akili tu, eti sasa hivi hapa yupo, Kenya yupo, Malawi yupo, huyu Mungu ni namna gani? Nikaanza kutia doubt juu ya uwepo wa Mungu mahali pote, maana moja ya sifa yake ni kwamba yuko mahali pote. Ana nguvu zote na ana ufahamu, maarifa yote. Baadaye nikajisemea, sasa Mungu yuko. Nataka kumchukulia Mungu kama mimi nilipo hapa nyumbani sipo. Nikiwa mjini siko kanisani. Nikataka kumfananisha Mungu na binadamu. Sasa nilivyosema hakuna Mungu, pale nilikuja jibu. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Tena Mungu alinisaidia kuomba sana. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna. Yaani lengo kubwa yalikuwa mshakuja mawazo ambayo adui alishabeba ili niyo upande wa adui ya kukataa juu ya Mungu na msaada wake. Na Mungu akanisaidia kunirudisha ya kwamba nikapitia kipindi fulani pia. Nilipitia kile kipindi nikasema mbona nimeomba hakuna, nimefunga hakuna, nimetoa sadaka hakuna, mbona nimeahidi vitu vingi hivi nimefanya, nimesaidia kutoa mpunga umeenda kijijini watu wamekula, Mungu anisaidie jambo fulani, mbona silioni hilo jambo? Nikaanza kuwa na wasiwasi juu ya ahadi za Mungu. Alafu naye akaniambia, angalia agano nililoweka. Alafu nilipoitia hatiani. Mungu ameweka agano la damu. Unajua agano la damu linasimamia uaminifu wa pande hizi mbili. Ndio maana anasema kuna wengine wamekufa, kuna wengine hawawezi kwa kutokupambanua mwili. Agano la damu walipokuwa wanafanya agano katika agano la kale ilikuwa namna ya ajabu sana. Pande mbili zinapokutanika, wakipatana habari yoyote, ile sahihi yao wanachukua wanyama wanawachinja wanyama, damu zinatapakaa pale. Alafu wanaanza kucheza na kula wakizunguka wale wanyama wanacheza, wanazunguka wale wanyama waliokatwa vichwa na damu ziko pale. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba atakaye kwenda kinyume afe kama wanyama walivyokufa. Ndio agano la damu. Sasa Yesu kuachia damu yake ni kitu kigumu sana. Maana yake ana uhakika ya kwamba yeye ni mwaminifu. Shida ni kwetu, hatuoni uaminifu wake. Na sisi tunataka kwenye uaminifu ili wote tuende pamoja na matukio yatokee ambayo tunataka. Mungu yupo na ahadi zake ni za kweli. Chapeo na Yesu. Haijalishi zinachelewa, ahadi zake ni za kweli. Haijalishi zikoje, haijalishi mazingira utaona ni magumu kiasi gani, ahadi zake ni za kweli. Kwa hiyo jizamishe kwenye ahadi ya neno la Mungu. Kama unashindwa kunania ahadi, chukua. Mimi wakati mwingine nilikuwa nachukua zile ahadi naandika.
Bwana Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, unipe mimi roho ya hekima na ufunuo katika kukujua wewe. Macho ya moyo wangu yatiwe nuru, nipate kujua tumaini letu. Nilikuwa naandika zile ahadi kwenye karatasi, alafu naweka mfukoni. Alafu natembea, nikiona kuna watu wanachukua nasoma. Bandika, soma ile ahadi mpaka imekaa sawa kwenye moyo wako. Soma kila wakati. Wewe unakaa kwenye nyumba yako, weka ile ahadi kwenye sebule, weka ile ahadi jikoni, ikiwezekana bandika hata chooni, ili ukiwa chooni kule unaoga, unaiangalia ile ahadi, alafu unaisema kwa sauti. Kadri utakavyozidi kwenda kuiangalia ile ahadi, unaisema, utashangaa baada ya muda ile ahadi inakuwa halisi. Niliwaambia kuna mtoto mmoja alikuwa anafeli shule, alafu alimleta kwamba nimfanyie maombi. Alikuwa anasoma kwema darasa kama la 4. Nikamwombea mara moja, alafu nikamwambia anza andika maneno haya. Akaandika kwenye karatasi, afatishe: mwanafunzi fulani fulani, akaambia jiandike jina, ndiye wa darasa la 4, amekuwa mwanafunzi wa kwanza kati ya wanafunzi 400, mpigieni makofi. Hivyo ndio nilimwambia. Lengo nilitaka ile ahadi ya ushindi aione asubuhi, anapoamka asubuhi, akirudi kula aiseme, akirudi usiku atakulala aiseme, anaondoka tena asubuhi aiseme. Alienda namna hiyo. Baadaye nikija nikarudia baada ya mtihani, akashangaa amekuwa wa kwanza kati ya wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja alitaka kuacha form 4 kwamba malizie form 4 aondoke. Walikuja hapa. Nikamwambia unataka kuwa nani? Daktari. Kaambia sawa. Kaambia mwambie mama kutafutie kale kaumu. Hapo akutafutie na kaa koti. Alafu kwenye madaftari yako andika dokta fulani. Dormitory kwenye vitanda kule andika dokta fulani. Lengo ni kumkumbusha kila wakati aone kwamba yeye ni nani. Akaenda form 5 na 6. Akapata chuo. Akaenda chuo kikuu. Sasa hivi ni daktari. Na alikuja hapa kutoa shukrani. Iko ahadi, yaani ukikaa na ukweli huo, hakuna kitakachoweza kukuzuia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa mbona sijaanza kufundisha? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo jizamishe kwenye ahadi ya neno la Mungu. Jizamishe. Yaani usifikirie Ukristo ambaye hauna chochote cha kushika ni Ukristo utakaofaa. Hautakusaidia. Utakuwa ni mtu wa kuyumba na kushuka kila siku. Na utasema mimi nashangaa tu. Kila siku mimi ni wa hivi tu. Ni wa hivi kwa sababu hujui kanuni. Biblia inasema yeye ashindaye nitampa. Kushinda maana yake lazima kuna mashindano, lazima. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Na nilikwambia ya 3, unataka kukuza imani yako. Imani imekuwa dhaifu. Unataka kuikuza, unataka kuifanya iwe imara. Rekebisha mawazo yako. Rekebisha mawazo yako. Rekebisha mawazo yako au kuwaza kwako. Rekebisha. Yaani unajua nidhamu ndio watu wengi wameacha. Yaani wao nidhamu kabisa kwa vitu vya Mungu. Na wanafikiri vitu vitajitokeza tu wenyewe. Havitokezi, vinasababishwa. Rekebisha kuwaza kwako. Kile kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 1. Warumi 14 mstari wa 1. Kumbuka kichwa cha somo, ufanye nini imani yako inapokuwa dhaifu na ushirika wote. Hayo tunaizungumza Jumapili.
na fresh tunarudia. Inasema yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu. Yeye aliye dhaifu wa, kumbe kuna mtu wa dhaifu, kuna mtu dhaifu wa imani. Na mimi nasema imani inapokuwa dhaifu, maana yake pungufu, maana yake haijitoshelezi. Imani dhaifu inatoa matokeo dhaifu, imani ndogo inatoa matokeo kidogo. Nikasema Jumapili, wengi wanasema mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Haimaanishi udogo, anazungumza imani nayo kuwa. Ndio maana alisema mbona mliona shaka nyie wenye imani haba? Yesu asingesema hivyo. Imani haba ama imani ndogo haitoi matokeo. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye imani dhaifu huwa na uhakika matokeo kwenye maisha yake, kwa sababu huwezi kutenganisha imani na maisha. Wa haki wangu ataishi, atakuwa ni mtu wa kuyumbishwa. Itakuja hili linampitia, inakuja hili linampitia, inakuja hili linampitia, hana msimamo, anayumbishwa huko. Yeye aliye dhaifu wa imani msimhukumu maisha, msimhukumu mawazo. Kwa lugha nyingine, aliye dhaifu wa imani usihukumu maoni yake. Sasa utajihukumaje kama mtu ni dhaifu wa imani? Utaangalia namna ambavyo anavyosema, namna anavyosema. Utasikia juu ya mawazo yake kwa namna anavyozungumza. Mtu mwenye imani imara atazungumza maneno imara, na utajua mawazo yake ni imara. Kwa hiyo unaona kuna uhusiano baina ya mawazo ya mtu na imani ya mtu. Yeye aliye dhaifu wa imani usihukumu mawazo, maana yake mkaribisheni. Kwa lugha nyingine, mkaribisheni kwenye fellowship, mkaribishe. Ni kweli na imani, tukaribishe tu, wala sio shida. Mpokeeni. Ana udhaifu wa imani bado, msaidie, wala msimhukumu. Kwa lugha nyingine, mpokee, lakini msimpokee kwa lengo la kushindana naye, kugombana naye au kupambana naye. Biblia inakataza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitajua imani ya mtu kwa mawazo yake, kupitia maelezo yake, ndio nitajua mtu ana udhaifu wa imani. Kwa sababu kile kilichoko moyoni ndicho kinaachiliwa. Mtu ananena yaliyojaza moyo wake. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Sema mawazo. Rudia tena. Kwa nini nasema rekebisha mawazo yako? Rekebisha kuwaza kwako. Usiokafikiria unapata kitu kwa Mungu kwa njia ya imani, wakati mawazo yako yamekuwa ni ibilisi analeta hili, analeta hili, anasukumiza hivi. Yaani kama dampo la takataka, limetoka hili, ameleta hili la ovyo, ametoka hivi, ukafikiri utapata kitu, hutapata kitu. Lazima ndani ya moyo wako na mawazo yako uamue kwamba ninaamua kumwamini Mungu kwenye mawazo yangu pia. Biblia inasema walikataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, ama mawazo ya Mungu akawacha. Mungu sio tu kwamba anataka akae moyoni mwako, lakini pia anataka akae na mawazoni kwako. Neno la Mungu sio tu kwamba linakaa moyoni, lakini inatakiwa likae hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tena mifano kidogo. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Anasema hivi: lakini nachelea
kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Angalia, ni Paulo, lakini nachelea, maana na hofu, naogopa. Kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa. Sasa unajua nyoka ni shetani, alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Hila maana yake kwa udanganyifu wake, hila maana yake kwa uelevu wake, hila maana yake kwa ujanja wake, hila maana yake kwa uongo wake. Sasa angalia ule uongo aliupitisha wapi, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Asije akaharibu fikra zenu alafu mkauacha unyofu na usafi wa nani? Wa Kristo. Kuonekana kabisa kwamba vita vya imani au vya kiroho vinapiganiwa hapa. Shetani aliyomfuata Hawa hakucheza na roho yake, alicheza na mawazo yake. Tunapata picha ya namna ambavyo alivyomdanganya. Alipitisha mawazo yake ndani ya mawazo ya Hawa akampata. Hakumwambia unajua mimi nyoka, sasa nini? Yalikuwa ni mawazo yaliyokuja ambayo aliyapokea akaanza kuyafanyia kazi pale pale akaribu. Fikra ni nini? Fikra ni mtiririko wa mawazo unaotengeneza msimamo wa mtu. Ndio maana fikra ni mtiririko wa mawazo unaotengeneza msimamo wa nani? Wa mtu. Ndio maana ya fikra. Kwa hiyo Ibilisi anachopambana nacho ndani ya maisha ya mtu, anapambana na kuwaza kwa mtu na msimamo wa mawazo ya mtu. Hapo ndipo anataka acheze napo. Akipashinda tu hawezi kushinda. Akifanikiwa kupiga pale akaleta cha kwake, huwe na uhakika baada ya muda kuchange. Hivyo ndio vita vya kiroho. Hivyo ni zaidi ya kwenda kanisani na kukalia vitu. Hiyo ndio vita vya kiroho. Vinapiganiwa hapa kupitia mawazo. Ndio maana tunawaambia watu wawe na neno ili wapate kujua hila za nani? Za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekwambia ya kwamba shetani analenga mawazo ya mtu. Mungu pia analenga mawazo ya mtu. Anayewahi mawazo hayo kwa mtu anakuwa ndio mshindi wa maisha. Kwa hiyo shetani alipita kwenye mawazo ya, analeta mawazo, wewe unaanza kuyacheua tu. Analeta mawazo, wewe na kwa sababu hujui neno, unajiendea. Hujui hili wazo, ulikatai kwa sababu hujui kwamba hili wazo sio nzuri. Nimemuuliza mtu mmoja leo, amekunywa sumu mara 3. Anataka kujua, mara mwisho amekunywa sumu kama hizi dawa za usani. Alafu anamwambia mume wake, tena utakuta maiti 3, 2 ndani, manake atamuua mtoto na yeye. Nilikasirika sana. Nimeenda kwake kama mmoja. Nikamwambia mama, unataka kufa? Nikamwambia unajua sijui hizi nguvu za Mungu, usidanganye. Na wewe unachangia. Nikamwambia hilo wazo ambalo unawaza la kunywa sumu ni wazo zuri, sio zuri, ni baya. Sasa kama ni baya, kwa nini unafanya? Maana unataka kuniambia kama shetani ana nguvu zaidi. Shetani anatafuta support ya mtu. Okay. Unaweza kusema huyu mtu ana akili, huyu mtu nini? Umeshaona vichaa kule wanagongwa na gari? Hawavuki barabara. Manake wana sehemu ya akili. Ukikuta kichaa ambaye anakaa barabara gari nakuja wanaogopi, jua huyo ni konki. Huyo ni mweu kabisa huyo. Lakini kichaa ambaye ukimpelekea gari anachomoka mbio, sasa huyo kichaa gari. Manake ana akili. Sasa huyu mama anajua kabisa, alafu anamwambia mume wake. Anamwambia mume wake ya kwamba utakufa. Utaona mdirika sirika. Akasema wewe unamsapoti shetani. Ndio maana kwenye ziwa la moto shetani atakuwepo na wewe pia utakuwepo.
Kwa hiyo lazima ifikia tu tupambanue, linakuja wazo, unajua hili ni wazo baya, likatae. Bwana Yesu. Tuko sawa sawa? Hauwezi ukawa unamsikilia tu shetani wakati akileta chakula na wewe unakipokea, unaanza kukifanyia meditation, unaanza kutafakari, alafu unamsikilia shetani. Amekupa wazo, umelichukua, umeanza kutafakari, anakuwa na uhalali. Ndio huu mstari sasa wa Korinto wa pili sura ya 10. Unakuja wa Korinto wa pili sura ya 10. Shaka na yako kinyume, kama ambavyo Adamu alivyoingia kwenye mtego, Hawa alivyoingia kwenye mtego, hivyo hivyo. Sio kwamba shetani alijitokeza hivi, mimi ni shetani na mapembe. No, alileta mawazo. Anapozungumza alipitisha mawazo ndani ya mawazo yake, akayapokea, akayakubali. Baada ya muda mpaka leo ni mateso. Ndio maana usipojua vita vya kiroho utafikiria ni vya kutamka tu, napiga na ngurumisha mawe, wakati hapa hujaamua kurekebisha. Rekebisha mawazo yako, utarekebisha maneno yako, utarekebisha matendo yako, na utavuta msaada wa Mungu wa karibu. Chapia Bwana Yesu. Hayo makofi hayatoshi. Hayo makofi hayatoshi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haya ni maisha ya kila siku ambayo unapaswa uwe nayo. Sio siku moja umeacha, kesho kama unashughulikia hizi ngome, kila siku unashughulikia hizi ngome, utashangaa hapa pana utulivu. Na utashangaa unaanza kujua hila za shetani. Kila hisi sana. Hata ukizungumza na mtu unajua huyu hapa ametekwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Korinto wa pili sura ya 4. Mstari wa 3 hadi wa 4. Angalia Ibilisi anavyolenga. Eneo la mawazo yako aisee ni mtaji kwa shetani. Ni mtaji kwa shetani. Dini haitakufundisha hivi. Dini itakwambia ukija kwenye dini yetu kila kitu hivi. Wala kudanganya. Ukija ndani ya Kristo ndio unaweza kuvuka hivi vitu. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 4. Biblia inasema hivi: lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwao wanaopotea. Ikiwa injili yetu haieleweki, ikiwa injili maana yake ni habari njema. Ikiwa ile habari tunayosema habari njema za kufunguliwa, habari njema za uponyaji, habari njema za kuinuliwa, ikiwa hii habari tunayoisema watu hawaielewi wala hawaitambui, Biblia inasema hizi habari zimesitirika kwa wanaopotea. Maana ni wale waliopotea tu ndio hawajui habari njema, habari za Yesu, habari za kubadilika, habari za kugeuka. Mtu yoyote aliyepotea ndiye anaingia kwenye mtego huu. Alafu anasema wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasiamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo aliyesuliwa. Angalia, fikra imejirudia, kwa sababu hao watu chochote kile hawaelewi, hawafahamu, hawatambui. Sababu kubwa ni kwamba shetani amepofusha fikra, uwezo wao wa kufikiri, uwezo wao wa kuwaza, uwezo wao wa kuelewa. Adui amebana. Adui hana shida na roho yako, adui ana shida na hapa. Ndio maana wale walijiona kama mapanzi na ndio walipigiwa pale. Kama ambavyo roho ilivyo na umuhimu, mawazo yako pia yana thamani, ni muhimu sana. Rekebisha unavyowaza. Rekebisha unavyowaza juu ya watoto, rekebisha unavyojiwazia, rekebisha unavyowaza juu ya maisha yako. Anza kuwaza kama Mungu anavyowaza. Anza kufikiri kama Mungu anavyofikiri. Anza kuwaza uzima, anza kuwaza uhai, anza kuwaza pumzi ya uhai iko ndani yako. Badilisha unavyowaza, utabadilisha unavyosema na utabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo rekebisha kuwaza kila wakati. Kamata kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, umesema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ninaangusha ngome ya mawazo ya kipepo,
ninaangusha ngome ya mawazo ya kishetani, ninaangusha ngome ya mawazo ya kimwili. Baba, katika Yesu ninazunguka ukuta wa mawazo yangu. Kila mawazo yasiyotokana na wewe yaanguke chini. Kila mawazo yasiyotokana na wewe yaanguke. Mawazo yoyote ya giza yaanguke. Alafu nateka nyara fikra zangu siku ya leo zipate kumtii Kristo. Angalia, utii umeunganishwa na mawazo. Utii umeunganishwa na mawazo, sio tu kusema moyoni. Ndio maana haya mafundisho ni muhimu sana watu waelewe, kwa sababu yatawatoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Tukiteka nyara fikra zetu zipate kumtii Kristo. Kumbe fikra maana yake mtiririko wako wa mawazo unaotengeneza msimamo wako. Ndio maana ya fikra, unaubana kwenye maombi ili upate kumtii nani? Kristo. Ufanye cha Yesu. Kwa hiyo unaona inaanzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4. Ufanye nini? Namba 4, usiwe mtu wa haraka haraka. Usiwe mtu haraka haraka, usitafute vitu kwa haraka haraka. Usiwe mtu wa nini? Wa haraka haraka. Hiyo namba 4 nimekuambia ufanye nini katika mambo matatu yaliyotangulia, lakini hii ni ya 4. Usiwe mtu wa haraka haraka. Usiwe mtu wa haraka haraka. Usiwe mtu wa haraka haraka. Kile kitabu cha Isaya sura 28. Isaya sura 28. Isaya 28. Isaya sura 28. Unatafuta mambo ya haraka haraka, unatafuta vitu vifanyike kwa haraka haraka. Watu wa hivyo wanaingia kwenye mtego. Isaya 28 mstari wa 16, Biblia inasema hivi. Inasema hivi. Leo nisikia mafundisho sasa. Kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani. Kristo huyo, msingi ulio imara, yeye aaminie hatafanya haraka. Yeye aaminie hatafanya haraka. Tuko kwenye kizazi kizito kigumu ambacho kinapenda vitu vifanyike kwa haraka haraka, mambo yafanyike kwa haraka haraka. Aombe leo, kesho apate. Wewe ulishaye kulima leo, kesho unapata. Kwa nini? Uone kanuni za uumbaji ambazo Mungu ameziweka. Wanataka mambo ya haraka haraka, wanataka vitu vya haraka haraka. Aanzishe kanisa leo hii lijae, aingie kuomba apate mamilioni, awe kama fulani. Ndani yao kuna uharaka haraka wa vitu vingi. Ni kama ambavyo wanapofika kwenye miji mingi wanakuta kuna chakula cha haraka, inaitwa fast food. Ndio kizazi hicho. Wakifika wanataka wapande mabasi ya haraka ya mwendo kasi. Wakifungua mtandao wanataka mtandao unataka kusomeka kwa haraka. Tuko kwenye kizazi ambacho kinapenda vitu vya haraka haraka. Sasa hapo anasema aaminie hatafanya haraka. Kwa hiyo unapoona unataka kufanya vitu kwa haraka haraka, uwe na uhakika imani yako iko hatarini, inatafutwa, inawindwa. Leo unaanza biashara, unataka uwe milionea. Vitu vya chap chap, vitu vya haraka haraka. Na anasema aaminie hatafanya haraka, analenga vitu viwili vikubwa. Anamaanisha kutokata tamaa. Kama hauna haraka, maana yake hutakata tamaa. Maana yake huwe na subira.
Maana yake usikimbilie kukata tamaa au kuchoka pale ambapo unaomba na kumngoja Bwana. Imani inafanya kazi kwa uvumilivu, na lazima uvumilivu upimwe na Mungu. Utaomba leo, hakujibu leo, anataka kuangalia bado unaamini. Lakini maana ya pili ya kukata tamaa, maana yake kutochukua hatua za kukurupuka. Unapomtumainia Mungu, maana yake hufanyi maamuzi ya pupa au kutafuta njia za mkato zinazoweza kukuingiza kwenye matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Usikurupuke, usikurupuke, usifanye vitu kwa haraka. Nilikwambia mimi Mungu alizungumza juu ya kitu ambacho nimekipata kihalisia mwezi huu, mwezi wa 5. Alizungumza mwaka juzi, nikaja nikaenda mwaka jana, na ndio nikapata. Lakini mwaka mzima namsubiri Mungu. Kama haujakubaliana na Mungu, unataka vitu vya haraka haraka, utatafuta shortcut, na shortcut ina matatizo yake. Maana yake unataka uruke process, na ina hatari. Aaminie hatafanya haraka. Imani inafanya kazi na uvumilivu, imani inafanya kazi na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lazima uangalie, sio haraka. Muamini Mungu. Ndani ya moyo wako relax. Ukishaomba endelea kuamini Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumtukuza Mungu. Endelea kumwabudu Mungu. Relax. Kaa kwenye nafasi ambayo moyoni mwako kumetulia. Haijalishi kuna mawimbi kiasi gani. Haijalishi kuna vita kiasi gani. Relax ndani. Haijalishi unaona vitu ambavyo ni kinyume. Relax ndani. Muamini Mungu ya kwamba hivyo ni vitu vya muda, vitapita tu, na baada ya muda utashangaa hicho ulichokiamini kimekuwa halisi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ya ngapi? Ya 4. Ya 5 na mwisho. Angalia watu wanaokuzunguka. Angalia watu wanaokuzunguka. Manake unazungukwa na watu wa aina gani? Ishu ya imani ni muhimu sana. Wanaokuzunguka wanazidi kukujengea mazingira ya kuamini ama kutokuamini. Unakaa na mtu anakwambia hilo tatizo hata babu lilimuua, hilo tatizo hilo hamna, kuna mtu fulani alikufa, hii jambo haliwezekani. Unakaa na mtu ambaye hayaamini, hata kuharibu. Kataa hao watu. Ukiona unaanza kuzungumza mambo kinyume na ahadi ya Mungu, toka katikati yao, kwa sababu hao watakuulia imani, watakuwa wanazungumza misimamo yao na habari za kipagani. Kaa mbali na hao. Sasa wewe umemwamini Mungu juu ya uponyaji, alafu unakaa na mtu ambalo haliamini, unategemea itakwambia habari gani? Itakukatisha tamaa, itakuharibu, itavuruga imani yako na itakugeuka. Ndio maana Yesu wakati mwingine alikuwa anafika anawafukuza watu, anafuta kwa nini? Wanaharibu hali ya roho ya kiimani. Nilishakwenda sehemu moja, niliitwa hospitali, nikakuta wale wa hivi, hebu fanya wa hivi, fanya. Wamezunguka mtoto, alafu anasubiri tu muda afe. Mama akapiga simu, nikaenda haraka pale hospitali hapa. Nilipofika nikakuta mbona wamezunguka sana, nikatoka nje. Kaambia yule mama njoo, kaambia tolea watoke, kwa sababu nitakuwa naomba wao na laani, nitakuwa naomba wao wanavuruga hali ya hewa ya kiroho. Kwa hiyo wakawatoa, wakatoka, na mimi nikaingia mule ndani. Situmia dakika nyingi, nikaomba dakika chache, vuta zile nguo za giza. Kijana akaamka, akatafuta chakula hale, alafu nikatoka. Wakaanza kupambana na yule mwenyeji aliyeniita. Huyu mtu gani sasa? Mbona akutuita niwaite mwalimu hali ya hewa ya imani? Chapie Bwana Yesu. Angalia wakina nani wanakuzunguka,
ni wakina nani unakaa nao kila siku, unapiga story na mambo yasiyoamini, yanaeleza masuala ya ajabu. Nikiwa chuoni nilikuwa ninakasirika sana mazungumzo ya watu. Ilifikia hatua sasa nikishaingia nikalala, maana sasa kule hakuna meza, hakuna nini, ile isipokuwa kitanda ndio sehemu yenu. Nilishafikia hatua nashusha neti nakaa nimenunua headphone. Sema headphone. Wakishaanza mazungumzo yao, tunachukua simu yangu naweka, najiunganisha na redio ya humu ndani humu, nikiwa Dar es Salaam nasikiliza mafundisho ama nasikiliza wimbo. Ninatunza hali ya hewa ya kiimani. Kwa kadri unapozidi kukaa na mtu ambaye anazungumza hali mbaya, uwe na uhakika inakuharibu. Sasa wewe umekuja kanisani, amini Mungu kwamba Mungu amekuponya. Amini Mungu kwamba Mungu amekupa ujauzito. Amini Mungu, amini Mungu, amini Mungu, amini Mungu kwamba ni amini Mungu, amini Mungu, amini Mungu. Alafu unaondoka, unaenda kukaa na mtu ambaye hayaamini, unakwambia hamna cha Mungu, kupeleka kwa mganga. Wezi. That's why unakuta Wakristo wengi kwa kanisani lakini kama mpagani, kwa sababu hajui mpaka. Akae na watu waendane, sio kwamba usiwasalimie, lakini usichukue mafundisho yao, usichukue ushauri wao mbaya, utakuchelewesha ule ushauri. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho tunabidi kuangalia. Unataka kuona imani inatoa matokeo, wakina nani wanakuzunguka? Wakina nani wanawasogeza? Wakina nani wako karibu na wewe? Mnazungumza nini? Biblia inasema mazungumzo mabaya yanaharibu nini? Kaa na watu wa imani ambao ni kabila lako. Mkikutana mnaeleza masuala ya matendo makuu ya Mungu. Matendo makuu, namna Mungu alivyofanya, namna Mungu alivyotenda. Kaa na watu wa aina hiyo. Utaona imani yako inakuzwa. Utaona imani yako inaimarika. Bwana Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.